Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalwa, karibu. Chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa kimeomba serikali kulipa madai na stahiki za wafanyakazi nchini ili kuwawezesha wafanyakazi hao wenye changamoto za afya kupata huduma za matibabu katika hospitali zenye vipimo vikubwa ili waweze kujihudumia, huku ikiwaonya wafanyakazi wanaokiuka maadili ya kazi ikiwemo vitendo vya rushwa, utoro, wizi na hali ambayo imekuwa ikileta mgogoro baina ya waajiri na wafanyakazi. Kwa sasa hivi ukiangalia kwenye maeneo ya kazi tumejitahidi sana, wafanyakazi wetu wengi sana wanajitahidi kutekeleza wajibu wao. Kuna maeneo machache ambapo unakuta watu hawajatekeleza wajibu wao ipasavyo. Hii nchi tunawahimiza na tunawasisitiza kwamba in as much as sisi kama chama tutawatetea katika kupata haki zao hata pale ambapo wanakuwa wamekiuka taratibu, lakini tunawasisitiza kwamba wahakikishe kwamba siku zote wakumbuke kwamba wapo na ni watumishi wa umma kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo maadili mema, kufuata sheria, kanuni na taratibu wakati wanapotekeleza majukumu yao ni moja kati ya mambo ya msingi sana ambacho chama kinasisitiza siku zote. Kuwa tunafanya uchaguzi ngazi ya mkoa na nashukuru Mungu nimefanikiwa kupata ushindi kwa maana ya kuwa mwenyekiti wa mkoa wa Tarigu ambaye sasa nitaongoza kwa miaka 5 ijayo. Sasa nini ambacho kinafuata baada ya hapa ni umoja na mshikamano kama chama. Matarajio yetu sisi kama wanachama lakini na viongozi wa chama cha wafanyakazi mkoa wetu wa Geita ni kwenda kuhakikisha kwamba stahiki zote za watumishi, haki zao zote za watumishi zinafanywa kazi. Na tuna imani na kiongozi ambaye amechaguliwa kwa sababu tumefanya naye kazi pia kwa sababu ni mtumishi pia. Tumeona namna gani alivyokuwa anatupambania. Wito wetu Tarigu, chama imara na huduma bora kwa wanachama. Hii ni nafasi ambayo ni njema na yenye nia thabiti kabisa ya kutumika. Mimi ninaomba mwenzangu ambaye amepata nafasi ya kuweza kuwa mwenyekiti wa Tarigu mkoa wa Geita akawatumikie sana wanachama. Aende akafanye vikao kwenye ngazi ya matawi, aimarishe timu ya uongozi wa matawi, lakini pia afanye usajili ambao utakuwa wa wazi. Mradi wa maji wa miji 28 wa Tarime Rorya mkoa wa Mara unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 134 na unatarajia kunufaisha vijiji 37 umefikia asilimia 18 ya utekelezaji wake, huku wananchi ambao wanatumia maji ya visima wakiomba mradi huo ukamilike kwa haraka ili waondokane na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji na kutumia maji ambayo si safi na salama. Tunapenda maji nani watuletee maji ili watusaidie wamama tusio tunapata shida ya kufuata maji mbali. Kwa sasa hivi maji bado tunatumia kwenye visima ambavyo tumechimba na wakati mwingine tunafuata kwenye visima vya asili. Wito wangu kwa serikali, naomba tu watuharakishie maji ili watutue ndoo. Naomba mradi uweze kukamilika kwa haraka ili tusiweze kuteseka na adha ya maji. Kwa sasa kwa huduma ya maji tunapata kwenye makazi ya visima vya watu, makazi ya watu. Utekelezaji wa mradi huu utagharimu shilingi bilioni 134, 398, 706, 754 na senti 46. Mpaka sasa mradi huu umepokea shilingi milioni 28, 916, 862, 814 na senti 78 ambazo zimekwisha lipwa. Mwisho wa habari za kwa sasa, mtazamaji endelea kuangalia ITV.